Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa katika ardhi ya Tanzania visiwani Zanzibari katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa wiki hii, ambapo utakwenda kuchezwa kuanzia majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo kwa upande mwingine Simba ameamua kuupeleka mchezo wake visiwani Zanzibari mara baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuweza kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa upande mwingine Simba Sports Club tunaona wameamua kwenda kucheza visiwani Zanzibari mchezo wa nusu fainali, mechi ya mkondo wa kwanza dhidi ya Stellenbosch kutokea pale Afrika Kusini, ambapo kuelekea katika mchezo huu matumaini ya wanamsimbazi wengi ni kuiona klabu ya soka ya Simba inakwenda kutinga hatua ya fainali, kwa sababu wanataka waimalize mechi ya mkondo wa kwanza hapa nchini Tanzania kabla ya kusafiri kuelekea pale nchini Afrika Kusini bondeni kwa Madiba kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa marejano. Kwa hiyo Simba anahitaji kuzichanga karata zake vizuri katika mechi ya mkondo wa kwanza pale visiwani Zanzibari, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona siku ya leo kikosi cha wekundu wa Msimbazi kimeweza kuanza safari kutokea katika ardhi ya Dar es Salaam na kwenda pale Zanzibari. Sasa ngoja tukakitazame kile kikosi kamili cha wekundu wa Msimbazi ambacho kimeweza kuondoka leo kuelekea pale visiwani Zanzibari kwenda kucheza mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika nusu fainali dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa upande wa magolikipa ambao wameweza kuelekea visiwani Zanzibari ni magolikipa wanne. Golikipa wa kwanza ni Musa Kamara Pinpin aka Spiderman, golikipa wa pili Ali Salim Katoro, golikipa wa tatu ni golikipa Aishi Manula, golikipa wa nne ni Hussein Abeli. Hao ndio magolikipa ambao Simba wameweza kuondoka nao kutoka katika ardhi ya Tanzania. Lakini eneo la defenders kuna beki Shamuka Rabwam, Abdurazak Hamza, Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe, Show Me The Way, Valentine Omam, David Kameta Duchu na Kelvin Kijili. Hao ndio mabeki ambao kwa upande mwingine tunaona katika safu ya mabeki anakwenda kukosekana Hussein Kazi na mchezaji anaofahamika kwa jina la Shemaloni Fondo. Sote tunafahamu Shemaloni Fondo kwa sasa anauguza majeraha yake, kwa hiyo ndio hivyo wameweza kukosekana wachezaji wao. Lakini eneo la midfielders hapa Simba ndio wameamua kuondoka na wachezaji wengi. Mchezaji wa kwanza ni Yusufu Kagoma ambaye alikuwa na mchezo mzuri sana mchezo wa robo finali Simba dhidi ya Al-Masry, aliweza kudefense ama kulinda vizuri. Lakini mchezaji mwingine ni mchezaji ambaye ni kiongozi Fabrice Luamba MT midfield teacher. Kiungo mwingine ni Elim Panzu Balajipia ili ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kiungo mwingine ni Debra Fernandez Mavambo Lada Kichasambi Kibu Dennis Prosper aka Mkandaji, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya poa vizuri sana. Lakini bila kumsahau mchezaji mwingine ni Awesu Ali Awesu, Janchale Awa, Agustino Kejefa na Joshua Mutale SGR Budo, na bila kumsahau mchezaji mwingine ni Edwin Balua. Hawa ndio viungo wa klabu ya soka ya Simba ambao wameweza kuondoka nchini Tanzania kuelekea pale visiwani Zanzibari. Lakini eneo la washambuliaji Simba wanakwenda na washambuliaji wawili, Leonel Christian Ateba Mbida na Steve Deze Mukwala, miongoni mwa mchezaji ambaye kwa sasa amekuwa katika kiwango bora sana. Tunaona Valentino Mashaka yupo katika timu ya taifa ya Ngorongoro Heroes chini ya umri wa miaka 20, kwa hiyo ndio sababu za kukosekana katika msafara huu. Lakini Omar Al Omar naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameambatana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi, lakini hayupo katika mpango kazi wa mwalimu mkuu Faldu Davis. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho kikosi cha Simba ambacho kimeondoka nchini pale mkoani Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibari kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, mchezo wa mkondo wa kwanza nusu fainali siku ya Jumapili kombe la shirikisho barani Afrika. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan
unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.